Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa kutupa tena nafasi hii na neema hii ya sisi kukusanyika tena pamoja, na ibada tulio nayo ni ibada ya kujifunza neno la Mungu na maombi kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu wa Mungu amekusudia iwe. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa moyo unyenyekevu kabisa na kukaribisha katika ibada hii. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way. Imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kabisa kukuokoa ewe mwanadamu. Neno la Mungu lina uwezo wa kutenga giza na nuru. Kwa hiyo lina uwezo wa kuliondoa giza kwenye maisha yako, kwa sababu neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu lina uwezo wa kuondoa kila umauti kwenye maisha yako, kwa sababu neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu lina uwezo wa kukuongoza na kukufikisha katika Kanaani yako, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia leo hii unasema ya kwamba mitego mingi ulioingia ndani, adui alikusukuma kwanza useme au utamke kwanza ndio akunase. Yaani kuna mitego katika maisha yako ambayo wewe labda unakemea sana mapepo, lakini hujui ya kwamba mlango adui aliyoutumia alikusukuma kwanza useme, utamke ndio akunase kwenye hiyo mitego. Kwa hiyo ni lazima upate ufahamu wa neno la Mungu ili kutoka kwenye hiyo mitego. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo tunakwenda kujifunza leo, na nina uhakika kabisa unakwenda kupiga hatua nyingine kabisa kwa utukufu wa Mungu. Tafungua ibada hii kwa maombi. Baba Mungu, ninakushukuru. Asante kwa kuliachilia neno lako Bwana. Asante kwa ajili ya umoja huu katika Kristo Yesu. Mimi na kanisa lako lote duniani kote, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, tumekusanyika Bwana. Tumekusanyika kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba. Asante kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa Roho wako Mtakatifu mwenye kutufunulia yote, mwenye kutukumbusha yote. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante. Tunajimimina kwako Bwana. Jinsi tulivyo Baba, tunaomba utupokee kwa mikono yako ya huruma na rehema yenye alama katikati, ishara ya kutupenda. Bwana Yesu, tupokee Bwana, na kusihi rehema zako na neema yako juu yangu na juu ya kanisa lako ili Bwana, msamaha wa damu yako takatifu, ninakuomba Mungu ukapite sasa juu yangu mimi mtumishi wako, na kusihi Baba, popote nilipokosa, iwe ni kwa mawazo, iwe ni kwa maneno, iwe ni kwa matendo, iwe ni kwa kusudia au kwa kutokusudia, iwe ni kwa sirini au kwa wazi, naomba damu yako ipate kupita sasa na kuniosha na kunisafisha, na kwa damu yako Yesu endelea kunibana madhabahuni mwako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neno lako li hai Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Nimesimama sasa kama kuhani wako Bwana katika nafasi ya ukuhani. Asante kwa kunisamehe Bwana. Nami ninatubu kwa ajili ya kanisa lako hili Bwana. Natubu kwa ajili ya baba huyu, mama huyu, kijana huyu, binti huyu, wazee hao, watoto hao Bwana, wao na ndugu zao na familia zao. Mungu, nakusihi rehema zako na neema yako juu ya mwili wako huu Bwana. Ni watoto wako wa Bwana unaowapenda upeo, ni kondoo wako wa Baba uliowathamini sana Baba. Katika jina la Yesu naomba uwasamehe kwa damu yako Yesu, uwasafishe kwa damu yako Yesu, uwahesabie haki. Roho Mtakatifu wa Mungu, ingia kwenye kila eneo la maisha yetu, tenda likupendezalo. Ingia kwenye ibada hii, tenda likupendezalo. Fufua kazi yako, fufua mioyo yetu katika kulipokea neno la Mungu, na uweza wako Bwana uwe pamoja na sisi katika kutenda Bwana, katika kulithibitisha neno lako Bwana, ya kwamba ni lako na limetoka kwako. Asante Roho Mungu kwa kuweka neno lako kinywani mwangu Baba, niliseme katika hekima yako Kristo, katika ujasiri wako Kristo. Asante Bwana, ukadhihirike Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Nami naichota damu ya Yesu katika jina la Yesu, ninamwaga kwenye maanga yote, kwenye mbingu zote,
kwa jina la Yesu. Kwenye ardhi ninamwaga damu ya Yesu, kwenye nchi, kwenye ardhi na vilindi vya ardhi ninaachilia damu ya Yesu, baharini, nchi kavu ninaachilia damu ya Yesu. Kila mahali neno hili na ibada inapopita, damu yako Yesu ikasimame, damu yako Yesu ifunike ibada hii, damu yako Yesu ikasimamishe lililo la kwako, na kama ilivyoandikwa katika neno lako, inaondoa la kwanza, inasimamisha la pili. La pili ni kusudi lako Mungu likasimame sasa. Kwa jina la Yesu nalifungulia neno la ufalme. Neno la ufalme wa Mungu likaenee duniani kote. Mwili wa Kristo ukakamilike. Kanisa la Bwana likajengwe. Neema yako Mungu isimpungukie kila mmoja wetu. Sante Bwana kwa neno lako lilo tayari kutuokoa, lilo tayari kutufinyanga na kuturekebisha, lilo tayari Bwana Yesu neno lako kutuonya na kutusaidia, kutupa hatua nyingine ya utukufu hadi utukufu, imani hadi imani. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, nami ninawafunga wakuu wote wa giza hili, wafalme wa anga, majeshi ya mapepo mabaya, pepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, na kuwatamkia kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Hamna mamlaka ya kuigusa ibada hii wala kusudi la Mungu alilolikusudia juu ya ibada hii. Neno la Mungu linatenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Ninafunika ibada hii kwa damu ya Yesu, kwa utukufu wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu, simama nasi, pigana kila vita Bwana. Roho Mtakatifu wa Mungu, moto wako ukatembee. Roho Mtakatifu wa Mungu, moto wako ukatembee sasa. Moto wako Bwana kutoka utosi mpaka unyayo wetu. Moto wako mashariki, magharibi, kaskazini, kusini yetu, juu yetu, chini yetu. Roho Mtakatifu wa Bwana, asante. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaalika malaika wa Mungu wakasikie pamoja na sisi neno la Mungu la uzima, katika jina la Yesu. Na waliodali kulitenda neno la Mungu wakasimame sawa sawa na neno hili na kutenda juu ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana, na kila mwenye pumzi aseme amen. Mitego mingi ulioingia ndani, adui alikusukuma useme kwanza, utamke kwanza, ndio akunase. Kwa hiyo wewe kama mtoto wa Mungu, neno hili limekufikia, ujue ya kwamba ya kupasa kuchunga sana mdomo wako, ya kupasa kuchunga sana kinywa chako, na hii itakusaidia sana kufanikiwa katika maisha yako hapa duniani na kupalilia agano la ulinzi wa Mungu juu yako. Itakusaidia nini? Kufanikiwa na kupalilia agano la ulinzi. Unataka ulinzi wa Mungu? Chunga kinywa chako. Unataka ulinzi wa Mungu? Chunga maneno yako. Unataka kufanikiwa? Zuia, chunga kinywa chako. Mdomo. Maandiko yananiambia ni kiungo kidogo sana, lakini kina uwezo wa kuwasha moto ulio mkubwa. Tuangalie pale ambapo Roho wa Mungu anatupeleka katika kujifunza hili, na kuelewa kwako ndipo kufunguliwa kwako. Amen. Binafsi neno hili limenisaidia sana, na Roho wa Mungu amenipa kibali nipate kukufundisha na wewe. Mithali 6 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Mithali 6 mstari wa 2, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Amen. Pale katikati imewekwa koma, yani alama ya koma, alafu imeendelea kusema umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Wapendwa, neno la Mungu lipo wazi, umetegwa na umekamatwa, na chanzo cha wewe kukamatwa na kutegwa ni mdomo wako, ni maneno yako. Sikiliza mwanadamu. Wanadamu wengi katika hii dunia huwa wana tabia ya kutaka ukubaliane na kile wanachoongea. Mtoto wa Mungu, sikiliza. Unapoishi hapa duniani, kumbuka kubwa sana ya wanadamu huwa wana tabia ya kutaka ukubaliane na kile wanachoongea wao, hata kama kina madhara juu yako. Na huwa wanafurahi wakati unaongea udhaifu, kama wao walivyochagua kuvitumia vinywa vyao kuongea udhaifu. Yaani pale wao wanapoongea udhaifu, wanataka na wewe usapoti udhaifu. Mfano, wakianza kusema maisha magumu,
njaa imezidi, magonjwa, yani ule udhaifu, wanautamka udhaifu. Sasa wanataka na wewe usapoti huo udhaifu, na ukianza kuongea kinyume na hayo wanayoyakili wao, maana wewe umefanya maamuzi ya kulikiri neno la Mungu bila kujali mazingira yoyote, lazima hao watu watakunyoshea vidole, watakwambia labda unalinga au unajiona au uko juu. Umeona Kwa sababu tu wewe umekataa kukiri udhaifu kama wao wanavyokiri udhaifu. Kwa nini? Kwa sababu wewe umejua siri ya ufalme wa Mungu. Umejua neno la Mungu linakuonya kwa ajili ya kinywa, linakuonya nini kwa ajili ya kinywa chako, mdomo wako. Na hata ukiamua kunyamaza, kwao pia itawasumbua. Yani wenyewe furaha yao ni kusikia wewe unajinenea udhaifu na sio kujinenea ushindi. Lakini leo niko hapa kukwambia wewe umeijua kweli ambao ni neno la Mungu, na kweli imekuweka huru. Kwa hiyo siku zote lazima ukumbuke hili. Shetani ni roho. Sema shetani ni roho. Kama Mungu wetu alivyo roho, akitaka kufanya kazi hapa duniani, Mungu anautumia mwili wa mwanadamu, anaingia kwenye mwili wa mwanadamu, na huyu mwanadamu anakufikishia ujumbe wa Mungu. Kwa sababu roho yoyote katika ulimwengu wa kiroho, iwe katika ulimwengu wa giza au ulimwengu wa nuru, ikitaka kufanya kazi duniani lazima ivae mwili. Amen. Kwa hiyo mwili wetu ni mtaji mkubwa sana kwenye ufalme wa Mungu na ufalme wa giza. Kwa hiyo shetani naye kama roho anaweza kuwatumia wanadamu kukusukuma wewe ukubaliane na kile wanachoongea wao ili akutege. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Roho Mtakatifu wa Mungu afungue ufahamu wetu tupate kuelewa. Wakorinto wa pili, ule mlango wa 2 mstari wa 11. Ndio maana neno la Mungu linatuonya, linatuambia shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake, hatukosi kuzijua mawazo yake, hatukosi kujua hila zake, hatukosi kujua fikra zake. Sikiliza, ni afadhali wanadamu wakuchukie kwa mema unayojinenea, kwa ushindi unaojinenea, kuliko kujinenea udhaifu ili kuwaridhisha wao, ili na wewe uonekane uko kwenye grupu moja nao, na kuingia kwenye mtego wa ibilisi, kuingia kwenye mtego wa shetani. Ni afadhali wakuchukie, nyamaza au jinenea ushindi. Kwa hiyo ni vizuri ukajinenea ushindi, ukanena kinyume na wanaotamka. Wakati wanatamka magonjwa, wewe tamka uzima. Wakati wanatamka kushuka, wewe tamka kupanda. Wakati wanatamka umasikini, wewe tamka utajiri. Wakati wanatamka giza, wewe tamka nuru. Tamka sawasawa na neno la Mungu linavyokuambia utamke. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa mitego mingi utajiona kwamba umetegwa kwa kinywa chako, umetegwa kwa maneno yako, umekamatwa kwa maneno yako. Na ndivyo Mithali 6 mstari wa 2 inavyotuambia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kuna mitego ambayo utakemea mapepo wewe asubuhi mpaka jioni, lakini kama adui alikuwa na uhalali wa kukutega na kukushika katika hilo, usiposhughulika na uhalali utatoka. Na Roho Mtakatifu leo akutoe kwa neno hili. Neno hili lipate kukutoa katika jina la Yesu. Zaburi 34 mstari wa 12 mpaka 13. Naenda taratibu sana upate kuelewa, kwa sababu ukielewa hata maombi hutahitaji, kwa sababu hili neno tayari linakuwa linatosha kukujengea wewe misuli ya maombi, linakujengea wewe msingi wa kuomba. Unajua unaomba nini. Usiombeombe tu, jua unachoomba na unataka nini kwa Mungu, na unataka haki yako gani kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Zaburi 34 mstari wa 12 na 13. Neno la Mungu linasema, sikiliza kwa makini. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Ni nani? Afu neno la Mungu linajibu, uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Je, mtoto wa Mungu, niko hapa leo kukuuliza, unapenda uzima? Basi zuia mdomo wako na kusema mabaya, zuia midomo yako na kusema hila. Je, unapenda siku nyingi zilizojaa mema hapa duniani? Basi zuia mdomo wako na kusema mabaya.
Ndivyo neno la Mungu linakuonya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jifunze katika hali yoyote ile kutokubaliana na shetani kwa kinywa chako, bali kukubaliana na neno la Mungu na kukiri ushindi wa neno la Mungu. Mfano, haijalishi kwa hali ya nje unaona umauti kiasi gani, kama neno la Mungu linakwambia, mfano katika Zaburi 118 mstari wa 17, hautakufa bali utaishi, ili usimulie matendo aliyokufanyia Mungu. Na ile Isaya 53 mstari wa 5 inasema, kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Na wewe simama hapo, usiumbishwe na yale unayoyaona wala unayoyasikia. Simama hapo. Unasema, kama aishivyo Mungu na neno lake lenye pumzi yake, kwa neno hili, kwa jina la Yesu ninajitamkia, hakika sitokufa bali nitaishi. Viungo vyangu havitokufa bali vitaishi. Na ninatamka kwa michubuko ya Bwana Yesu, mimi ni mzima, nimepona, nitazidi kusimulia matendo ya Mungu Baba katika jina la Yesu. Yaani unatamka kile ambacho Mungu amekuambia katika neno lake. Hapo ndipo utamkamata Mungu, kwa sababu amesema nipo kulitimiza neno langu. Yaani neno lake yeye Mungu analitimiza. Kwa hiyo mwanadamu unapolitumia neno la Mungu, Mungu analiangalia neno lake, analitimiza. Kwa hiyo haijalishi watu wanakunenea umauti kiasi gani, hutokufa. Simama na Zaburi 118 mstari wa 17. Huu ni mfano tu, kuna maandiko mengi. Kwa hiyo hautakufa, sitakufa bali nitaishi, nisimulie ukuu wa Bwana. Unajua wanadamu wanaweza hata wakatamkia watoto wako maneno mabaya. Yaani wanaweza wakatamkia mtoto wako neno, wewe Mungu asipokushitua katika ulimwengu wa kiroho, yaani lile neno unashangaa linasimama na mtoto wako anakuwa vile vile sawasawa na lile neno alilotamkiwa, na wewe unaangamia kwa kukosa maarifa, kwa sababu hukutangua kile kitu na hukutamka chema juu ya hicho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hivi mtoto wa Mungu, unajua kwamba hata malaika wa Mungu, hawa malaika wa Mungu ambao neno la Mungu linasema wapo kwa ajili ya kutuhudumia sisi tunaorithi wokovu. Hawa malaika wa Mungu ili waingie kazini kukusaidia kwenye hali yoyote, kwenye kitu chochote, ni lazima walitii neno la Mungu, sio neno lolote tu, au sio neno lako. Malaika wa Mungu wapo kulitii neno la Mungu, na hii tunaiona katika Zaburi 103 mstari wa 20. Zaburi 103 mstari wa 20, utaona neno la Mungu linasema, muhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake. Kwa hiyo wanalitenda neno la Mungu, wako hodari, wako mashupavu, wako awake, wako macho kulitenda neno la Mungu. Kwa hiyo unapoacha kulitamka neno la Mungu na kuanza kujinenea udhaifu ambao ni kinyume na neno la Mungu, unawafungulia mlango malaika wa giza, unafungulia mlango mapepo, unafungulia mlango mashetani, na sio malaika wa nuru. Na hata huyu Mungu tunayemwabudu sisi analitazama neno lake usiku na mchana ili alitimize. Hii ni Yeremia 1 mstari wa 12. Mungu anasema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Kwa hiyo vutia malaika wa Mungu kwa kujitamkia mema, mvutie Mungu kwa kujitamkia mema. Mwekee shetani ukuta kwa kujitamkia mema. Usiungane naye. Sikiliza, hauwezi ukapanda mahindi ukatarajia uvune mchele. Kwa kinywa chako hakiwezi kupanda uovu alafu utarajie kuvuna mema. Haiwezekani. Haiwezekani. Na ndio maana neno la Mungu linasema hata yule anayelaani, laana haitaondoka kwenye nyumba yake. Yaani kuna watu wamekaa usiku na mchana, wanatamka tu mabaya, wanatamka mabaya, labda wanatamka mabaya juu ya mama El. Lakini kumbuka kwamba katika matamko yao, laana pia nyumbani kwao haiondoki. Kwa sababu wewe umekaza kumtafuta Mungu. Huku watu wako bize kukutamkia laana. Hiyo laana itapita wapi? Kwa sababu laana isio na sababu haimpati mtu, neno la Mungu linaniambia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anyway, tusiende huko.
Neno la Mungu linasema hivi, point yangu ni kwamba wewe jifunze kujitamkia mema. Amen. Haijalishi ni nani anatamka, tamka kinyume na hii. Kama ni neno baya, tangua, batilisha, alafu jitamkie mema. Kwa hiyo hauwezi ukapanda uovu kwa kinywa chako alafu utarajie kuvuna mema. Hauwezi ukaishi maisha ya kusengenya, unasengenya alafu wewe mwenyewe uvune kuto kusengenywa, au wewe mwenyewe uvune kuto kutamkiwa mabaya. Na mchimba mashimo anayatumbukia mwenyewe, si ndio neno la Mungu linavyotuambia? Kwa hiyo tuangalie vinywa vyetu, tuwe makini. Hauwezi ukapanda udhaifu kwa kinywa chako utarajie kuvuna ushindi, haiwezekani. Neno la Mungu, Yesu anatuambia mti mwema unatoa matunda mema, na ndiyo maana hata kwa habari ya siku za mwisho kutambua watu, tutawatambua kwa matendo yao, kwa matunda yao. Yani wale watumishi wamesimama kama mti, kwa hiyo matunda yao ndio tutawatambua naye. Ndivyo Yesu alivyotuambia. Kwa hiyo mti mwema hauwezi kuzaa mti mabaya, na mti mbaya hauwezi kuzaa mema. Kwa kinywa chako kiangalie siku zote. Ukipanda uovu utajivunia uovu, ukipanda udhaifu utavuna udhaifu, ukipanda ushindi utavuna ushindi. Panda ushindi wa neno la Mungu, uvune ushindi kwenye maisha yako. Kwa hiyo wewe kama mtoto wa Mungu aliye hai, ni jukumu lako, sema ni jukumu langu kuchunga kinywa changu, kuchunga maneno yangu ninayoyasema, kuchunga taarifa ninazojihusisha nazo, kuchunga taarifa ninazozisambaza. Ni jukumu lako wewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kabla hata shetani hajahusika, unahusika kwanza wewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ukihusika vizuri, shetani hana uhalali wa kukugusa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mfano, labda upo safarini au unataka kusafiri na unauhitaji sana ulinzi wa Mungu. Basi usianze kujiwazia ajali. Usianze kuwaza yani huu mwisho wa mwaka yani lazima ajali tu zitokee. Usianze kutamka hivyo. Usianze kujinenea ajali. Usiongee kinyume na neno la Mungu. Na Roho Mtakatifu wa Mungu afungue ufahamu wa watoto wake, mpate kuelewa jamani. Kwa jina la Yesu uelewe. Yani uelewe. Yani neno hili uelewe. Zaburi 121 mstari wa 7 mpaka wa 8. Mfano hapa tunaingilia mfano, unataka kusafiri na unahitaji ulinzi wa Mungu. Mfano, neno la Mungu linasema Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda uingiapo, atakulinda utokapo. Tangu sasa na hata milele. Mabaya nini? Mabaya yote Mungu atakulinda nayo. Sasa wewe omba kwa neno hili. Mfano, Baba, neno lako linaniambia utanilinda na mabaya yote. Sawa sawa na neno lako, kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, ninakuomba ulinzi wako ukasimame na mimi katika safari hii, na malaika zako wakalifuatilia hili neno, maana wako hodari kulifuatilia neno lako. Unakumbuka ile niliyokuambia malaika wako hodari kulifuatilia neno la Mungu, ile Zaburi 103 mstari wa 20. Mkumbushe Mungu. Kwa hiyo unapoongea hivyo tayari malaika wanaingia kazini. Unafika salama. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kila kitu kina andiko. Hata wale ambao wako nchi za ugenini, Mungu amesema hatakuacha katika nchi ya ugenini. Tafuta hilo andiko, simama nalo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mfano mwingine nikupe. Mfano labda tutoe mfano gani? Tutoe mfano ambao ni common, kwamba unajirudia. Yaani unatazama labda huku na huku, unatazama kushoto, unaona kuna teketea. Ukitazama huku unaona kuna teketea. Ukitazama kwa wengine unaona kunaanguka, kunaangamia. Wewe kama mtoto wa Mungu usiogope. Amen. Wewe kama mtoto wa Mungu tafuta neno la Mungu juu yako. Zaburi 91 mstari wa 7, neno la Mungu linasemaje pale? Neno la Mungu linasema ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Haijalishi tauni, haijalishi nini, haitokukaribia wewe. Hata kama wanaanguka wengi ubavuni mwako, mkono wako wa kuume na wa kushoto, usiogope ile situation.
wewe kwanza lazima uwe jasiri, kwa sababu wewe ujasiri wako ndio utakufanya hata uweze kuwaombea na hao wengine, kwa sababu Mungu amekuokoa ili usimame kama chombo chake kufanya kazi yake. Sasa wewe mwenyewe uliyepewa mamlaka unaogopa. Umeangalia kushoto, umeangalia kulia, wameanguka wote. Neno la Mungu linasema ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako na 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Kwa hiyo lazima wewe unajua siri. Amen. Ndio maana ni muhimu sana sana sana, watoto wa Mungu, wewe kama mtoto wa Mungu na unataka kuishi maisha ya ushindi kuanzia hapa duniani, lazima ulisome neno la Mungu, lazima ulitafakari neno la Mungu. Hii haina shortcut wapendwa, hii ni lazima. Amen, ni lazima. Na hii ndio katiba yako wewe mtakatifu wa Bwana ulioko duniani. Katiba inakusaidia kujua haki zako katika ufalme wa Mungu kuanzia hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Itakusaidia kudai haki zako kwa Mungu aliye hai. Kwa hiyo, chunguza mitego mingi ulioingia ndani na utakuta ya kwamba adui alikusukuma useme kwanza, alikuchokoza ili useme, alikuazisha ili useme, alikuotesha ili useme. Kuna wengi leo wameingia kwenye magomvi ambayo hayo magomvi yamewafanya hata kurudi nyuma kiroho, kwa sababu tu kuna pointi waliisikia wakaichangia. Hata wakati moyo wako unakataa kuchangia, Roho wa Mungu anakuambia nyamaza, wewe bado unachangia tu, ili madi uonekane na wewe umo up to date. Hapana, si lazima kila mahali uchangie kitu. Chuja. Mungu kakupa ufahamu, Mungu kakupa ufahamu. Kwa hiyo uwe makini. Uwe makini. Pia amani ya Kristo iamue moyoni mwako. Yaani kuna mali kabisa, kuna vitu unaongea, unakosa mpaka amani, lakini umejiingiza tu, unajilazimisha tu. Hapana. Nakumbuka wewe ambaye umeamua kusimama vizuri na kinywa chako, itafika mahali Mungu atakutambulisha tu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu atakutambulisha kwamba hiki ndicho chombo changu cha dhahabu nimekifinyanga. Sasa pale ndipo watu watakuwa wanakuja kuisikia hekima yako wewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kumbuka adui, nimekwambia kwamba chunguza mitego mingi ulioingia ndani. Ukumbuke ya kwamba utajua ya kwamba adui alikusukuma kwanza ili useme, adui alikuchokonoa akakuchokoza ili useme, alikuazisha ili useme, alikuotesha ili useme, na kuendelea na kuendelea. Na uliposema akapata mlango wa kukamata. Kwa hiyo tunaambiwa tusikose kuzijua ila za adui. Kumbuka hata Goliati alianza kumchokonoa Daudi kwa maneno. Hivi unajua kabla Daudi hajapigana na Goliati, Goliati alianza kwanza maneno na nia ampandie hofu kwanza Daudi, ampandie udhaifu kwanza. Maana kwa maneno tu ya Goliati, kumbuka wana wa Israeli wote na mfalme wao Sauli walikuwa wameshaingia hofu. Yaani Goliati alianza tu maneno, wakaingia hofu wote. Sasa mimi nampenda Daudi kwa sababu hakukubaliana na maneno ya Goliati. Alikuwa hajakubaliana nao. Kwa sababu Daudi alikuwa na Roho wa Mungu ndani yake. Na yeye Daudi akatamka kwa ushindi. Na ushindi wa Daudi kwa Goliati ulianza kupatikana kwa kutamka. Na wewe ushindi wako unaanza kupatikana kwa kutamka. Tamka neno la Mungu likutoe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakusoma Samueli wa kwanza mstari wa 17 na mlango wa 17 mstari wa 10. Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: yule Mfilisti, yani Goliati, akasema, nayatukana leo majeshi ya Israeli. Umeona Na neno la Mungu ukiendelea pale linasema, basi mfalme Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa. Ndio ujue kwamba maneno ni silaha. Mtu hajapigana chochote, lakini mtu kaongea tu na umelisikia lile neno, lakini limepiga kama mshale kwenye moyo wako, limekuumiza. Maneno ni silaha. Kwa hiyo na wewe jifunze kutumia silaha ya neno la Mungu.
kuangusha hayo maneno, hizo silaha za maneno za maadui zako. Hawa wana wa Israeli na mfalme wao waliposikia tu maneno ya huyo Mfilisti, huyo Goliati, wakafadhaika, wakaogopa. Maneno, hajampiga mtu, hajamshika mtu, maneno tu, mtu kafadhaika. Wamefadhaika, wamejinyong'onyeza hivi, na haikuwa siku moja, siku zimefuatana, wamenyong'onyea tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ule mstari wa Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 42 na 45, neno la Mungu linasema, hata Goliati alipotazama akamwona Daudi akamdharau, akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Akamlaani Daudi kwa miungu yake. Akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia Goliati, sikia sasa, Daudi na yeye amesema sasa imetosha, na mimi nitasema ushindi wangu. Daudi anasema, ndipo Daudi akamwambia Goliati, wewe unanijia mimi na upanga na mfumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Daudi hakukubaliana na maneno ya adui, na wewe usikubaliane na maneno ya adui kwa jina la Yesu. Na Mungu aliingilia kati vita ya Daudi, alimsaidia Daudi, alishinda. Alisema, mimi ninakuja kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Wao wanakujia wewe kwa vikao, wanakujia wewe kwa maneno, wanakujia kwa kukunyoshama vidole. Wewe waendee kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi, ambalo huyu Mungu wa majeshi wamemnyoshea vidole, kwa sababu Yesu amesema mtumishi wake ni mtumwa wake, mtumishi wake ni yeye. Atakaye mpokea mtumishi wake amempokea Bwana Yesu, atakaye mkataa amemkataa Bwana Yesu. Kwa hiyo atakaye msema mtoto wa Yesu anamsema Yesu, atakaye mnyoshea kidole mtoto wa Yesu anamnyoshea Yesu. Simama hapo, peleka mashtaka yako kwa Mungu, usijibizane na watu, acha, samehe. Moyo wako uwe safi mbele za Bwana, moyo wako usafishike mbele za Bwana. Samehe, tena wapende maadui zako, wapende. Lakini wewe ukiingia kwenye chumba chako cha maombi, omba, tamka kinyume na wanaoyasema. Mwambie Mungu, umesema hutoniacha, umesema sitoaibika, umesema naye kutumaini wewe hatoaibika. Tazama wananitamkia aibu, lakini mimi nalitamka neno la Bwana, sitoaibika milele, sitoaibika kwa jina la Yesu. Hizo ndizo siri za ufalme wa Mungu. La sivyo utazunguka kanisa hili, utatoka utaingia lingine, utatoka utaingia lingine. Maandiko yananiambia neno la Mungu halibadiliki, ni lile lile jana na leo na milele, na halitanguki hata nukta moja. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa jifunze kwa mdomo wako, mtoto wa Mungu, kuto kumwekea Mungu Baba ugumu na mipaka ya kuingilia kati vita vyako au jambo lako. Kwa sababu unapojitamkia kinyume na neno la Mungu, unamwekea Mungu mipaka, unamwekea Mungu ugumu wa kuingilia jambo lako, kuingilia vita vyako. Lakini unapotamka neno la Mungu, unaweka wepesi mbingu kuingilia kati jambo lako. Na pia jifunze kwa mdomo wako kutomsaidia shetani kuangusha maisha yako na ya wengine. Yaani usitamke pia maneno mabaya kwa wengine wewe kama mtoto wa Mungu. Acha kulaani, bariki. Amen. Wabarikini. Neno la Mungu linasema tuwabariki hata wanaotuuzi, unajua. Wabarikini wanaowauzi, waombeeni tu, waombee mema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa jifunze mdomo wako kutomsaidia shetani kuangusha maisha yako wewe na maisha ya wengine. Kuna watu wanawatamkia watoto wao mambo mabaya. Usiangushe maisha ya watoto wako. Shetani hahitaji msaada wako, unajua. Yeye ni mzoefu toka zamani, hahitaji msaada wako. Mungu anakuhitaji ujenge ufalme wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kumbuka, Daudi hata kabla ya vita alikatishwa tamaa hata na kiongozi wake, yani mfalme wake, yani Sauli. Alimkatisha Daudi tamaa, lakini Daudi alijua ukuu wa Mungu na alisimama kwenye matamko ya ushindi. Tuangalie hii Samueli wa kwanza ule mstari wa 17. Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 33 na 37. Nitaishia na maandiko haya. Samueli wa kwanza mlango wa 17
mstari wa 33 na wa 37. Neno la Mungu linasema, Sauli akamwambia Daudi. Huyu Sauli ni mfalme. Kumbuka Sauli ni mfalme wa Daudi. Yaani nikisema leo labda ni rais, anakwambia wewe sasa. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akasema hivi, angalia Daudi anachosema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Hebu pima haya maneno. Daudi anakubaliana na maneno ya mfalme, ingawa ni mfalme, ingawa ana cheo, anatisha. Wakati huo mfalme anatisha, sio kama wakati huu kwamba kuna utandawazi wa kuongea chochote, unaweza ukasema chochote juu ya mfalme, ya rais. Hapana, wakati huo ni mfalme, hakuna freedom of speech. Sasa Daudi anasema hivi, Sauli, huyu mfalme anamwambia hivi, Sauli akamwambia Daudi, huwezi. Yaani tayari maneno yanakushusha chini. Anamwambia huwezi kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, kwa maana wewe ukijana tu. Yaani pale anataka ujione mdogo, yaani mimi siwezi. Na Sauli anamwambia Daudi, yaani huyu pia ana uzoefu katika vita tangu ujana wake, lakini Daudi hakukubali. Mstari wa 37 anasema, Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa, amen, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Ni wateule wangapi leo wa Yesu wenye ujasiri wa kusimama katikati ya matisho, wanasema ya kwamba Yesu aliyenifia msalabani akafufuka siku ya tatu ndiye atakayeniokoa na katika vita hii. Ni wangapi leo wana ujasiri huu? Ni wangapi leo wana ujasiri wa kukumbuka ushuhuda wa Mungu aliyomvusha jana, aliyomponya jana, akasimama leo, anaona wakati anaona vita, anasema Mungu aliyeniokoa jana ndiye atakayeniokoa na leo. Na ujasiri huu na neema hii ingie ndani yako leo katika jina la Yesu. Embu wapendwa, kupitia neno hili mimi na wewe tujitafakari. Je, tunaujua ukuu wa Mungu kiasi gani? Na kujua ukuu wa neno lake kiasi gani, hata haijalishi ni nani atatukatisha tamaa, hata kama ni mfalme, hata kama ni rais, hata kama ni ndugu, hata kama ni mtu wa karibu sana, bado hatutokubaliana na neno lake, bali tutakubaliana na neno la Mungu na shuhuda za Mungu. Kumbuka, shetani ni roho, tumetoka huko. Kumbuka tulipotoka, shetani ni roho. Kama ni roho, ana uwezo wa kuingia hata kwa mume wako, kwa mke wako, akakutamkia neno la kukatisha tamaa. Sasa wewe usishindane kimwili. Mashindano yetu hayapo katika ulimwengu wa kimwili, bali ulimwengu wa kiroho. Na ulimwengu wa kiroho ni halisi kuliko ulimwengu wa kimwili. Vitu vinaanzia rohoni, vinashuka duniani. Ushindi unaanzia rohoni, unashuka duniani. Kushindwa kwa mtu kunaanzia rohoni, kunashuka duniani. Kufa kwa mtu na uzima wake unaanzia rohoni, unashuka duniani. Wewe usishindane kimwili. Umeijua siri hii, tamka kinyume na kile alichoongea. Unaweza ukamtamkia face to face, uso kwa uso, hapana, sitashindwa, kwa kuwa Mungu wangu hajawahi kushindwa. Amen. Na pia ukiingia kwenye maombi, endelea, kazia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sikiliza mtoto wa Mungu, katika dunia hii unaweza kupitia hali ya hofu, lakini kinywa chako ndio kitaamua kuua hiyo hofu au kuisimamisha hiyo hofu katika maisha yako. Haleluya. Simama imara mtoto wa Mungu, na uanze leo kujivunia Mungu wako. Jivunie ushindi uliopewa na Mungu wako. Jivunie ushindi wa msalaba. Jivunie ushindi wa neno la Mungu. Jivunie Yesu Kristo aliyekufia msalabani, akafufuka, yu hai kwa ajili yako. Jivunie hayo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakati wengine wanajivunia mengine, hebu wewe jivunie haya. Jivunie msalaba, jivunie neno la Mungu, jivunie ushindi wa Yesu Kristo. Jivunie. Amen. Hivi kama Mungu na neno lake wasipokuwa ushindi na faraja yako, jiulize tu mwenyewe, nani katika dunia hii atakuwa faraja yako? Nani katika dunia hii atakayekuwa ushindi wako? Nani? Dunia hii imekaa kusubiri kukukatisha tamaa.
lakini Mungu amekaa kusubiri kukuinua utukufu hadi utukufu, anasema. Amen. Zaburi 91 mstari wa 2, Daudi kwa roho wa Mungu anasema hivi, nitasema. Hebu tuseme wote, nitasema. Nitasema. Kwa hiyo lazima useme. Anasema nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Nitasema. Anza kusema kwa jina la Yesu. Anza kusema leo. Usikae kama bubu. Usikae kama hujawahi kusikia kabisa habari za Yesu. Usikae kama hujawahi kusikia kabisa neno la Mungu. Fungua Biblia yako. Mwambie Roho wa Mungu, niongoze. Ninapita hapa, nisaidie, nipe neno, niseme. Kwa hiyo kuanzia leo hii na kutamkia upokee na wewe tumaini hili katika jina la Yesu. Amen. Tumaini la wewe kusema kwa ushindi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Pokea neema ya uwezesho ya kuacha kusema ya wanadamu. Maana ya wanadamu huwa yanakatisha tamaa. Lakini utamke ya Mungu siku zote za maisha yako. Na ya Mungu Baba ya kuinue na kukupeleka utukufu hadi utukufu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tushike kwenye vinywa vyetu. Tushike kwenye midomo yetu. Hapo chini ya kidevu, ishara ya kushika midomo yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutaomba wote kwa pamoja maombi haya. Utaomba baada yangu mimi. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako kwa jina lako takatifu, jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, nakushukuru. Nimelisikia neno lako. Nimelipokea, nimeliamini. Ninaomba unisamehe popote nilipotumia mdomo wangu, kinywa changu kinyume na neno lako, kinyume na mapenzi yako. Na kuomba Baba Mungu, unisafishe kwa damu ya Yesu. Utakase kinywa changu kwa damu ya Yesu. Utakase mdomo wangu kwa damu ya Yesu. Baba, leo hii kwa jina la Yesu ninaipokea neema yako Baba. Neema ya mimi kutamka neno lako usiku na mchana kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Baba, nasema asante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Ninaifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Ninasema asante Roho Mtakatifu wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Kwa damu ya Yesu ya Agano Jipya, ninavimwagia vinywa vya damu ya Yesu watoto wako wa Bwana. Ninaviweka wakfu kwa damu yako takatifu. Ninavikabidhi madhabahuni mwako Baba, kama walivyokukaribisha na damu yako ya utakaso. Baba, katika jina la Yesu ukadhihirike sasa Bwana. Ninaamuru fahamu zao zimtii Kristo, mioyo yao imtii Kristo kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi. Chochote kilichoshika maisha yao kinyume na mapenzi yako, nami ninaenda kinyume nacho sasa kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza, ufalme wa mapepo ulioambatana na vinywa na midomo ya wateule wa Mungu, ondoka sasa. Uhalali wako umefutika kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Kama vile damu ya Yesu inavyotenga, ikatenge sasa giza na nuru kwa jina la Yesu Kristo. Kila giza kwenye midomo yao ikaondoke sasa. Mioyo yao Bwana ikawaze yaliyo mema, ili vinywa vyao vipate kunena yaliyo mema. Baba, ukawakumbushe neno hili watoto wako sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninaifunika ibada hii kwa damu ya Yesu kwa utukufu wa Mungu Baba, katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Amen. Mungu akubariki sana. Na Mungu Baba akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 71829 3144. Namba nyingine ni +255 769 145925. Damu Yesu ikufunike. Pia jifunze kuweka wakfu kinywa chako kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unatamka tu, najimwagia damu ya Yesu, kinywa changu na kiweka wakfu wa damu ya Yesu, na kikabidhi madhabahuni kwa Bwana Yesu katika jina la Yesu. Amen.